Karibu mtazamaji wa Zone Media na taarifa za hivi punde moja kwa moja kutokea nchini Iran ni kwamba Irani imetangaza kukamata meli mbili zilizokuwa zikijihusisha na magendo ya mafuta katika ghuba ya Uajemi karibu na kisiwa cha Farsi. Operesheni hiyo ilifanywa na jeshi la wanamaji la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC Navy baada ya ufuatiliaji wa kina wa kijasusi na operesheni za kijeshi baharini. Kwa mujibu wa shirika la habari la wanafunzi wa Iran ISNA, idara ya mahusiano ya umma ya jeshi la wanamaji la IRGC ilieleza kuwa meli hizo mbili zilikuwa zinasafirisha zaidi ya lita milioni 1 za mafuta ya magendo. Mafuta hayo yalidaiwa kuwa yanahusishwa na mtandao uliopangwa wa magendo uliokuwa ukifanya kazi katika maji yanayozunguka kisiwa cha Farsi kwa miezi kadhaa iliyopita. Maafisa wa IRGC walisema meli hizo zilikuwa sehemu ya operesheni iliyoratibiwa vizuri ya magendo ya mafuta, ikihusisha usafirishaji haramu wa nishati kupitia njia za baharini. Kupitia ufuatiliaji wa kijasusi, uangalizi wa karibu na ufuatiliaji wa mienendo ya meli baharini, vikosi vya IRGC Navy vilifanikiwa kuzitambua na hatimaye kuzinasa meli hizo na hivyo kukomesha shughuli hiyo haramu. Katika operesheni hiyo, wafanyakazi 15 wa kigeni waliokuwa ndani ya meli hizo walikamatwa na kukabidhiwa kwa mamlaka za mahakama kwa ajili ya hatua za kisheria. Hadi sasa, mamlaka za Iran hazijabainisha mataifa wanakotoka wafanyakazi hao wala hatima ya mwisho ya meli zilizokamatwa. Maafisa wa Iran wamesisitiza kuwa nchi hiyo itaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya magendo ya mafuta na shughuli nyingine haramu katika maji yake, wakieleza kuwa vitendo hivyo vinahatarisha usalama wa kiuchumi na wa baharini. Waliongeza kuwa operesheni za ulinzi, ufuatiliaji wa doria baharini zitaendelea kuimarishwa ili kudhibiti mitandao ya magendo katika ghuba ya Uajemi. Wakati huo huo, tukio hilo limekuja wakati wa hali tete ya kiusalama katika eneo hilo. Baadaye siku hiyo, Ezatollah Zargami aliyewahi kuwa waziri na mkuu wa shirika la utangazaji la taifa la Iran IRIB alitoa onyo kali akisema kuwa mlango wa bahari wa Hormuz unaweza kugeuka kuwa eneo la mauaji na jehanamu, kauli iliyoibua hofu juu ya usalama wa njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Mlango wa bahari wa Hormuz ni njia nyeti kimkakati inayopitisha sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa duniani, na tukio lolote la kiusalama katika eneo hilo huwa na athari kubwa kwa usalama wa kikanda na masoko ya nishati ya kimataifa. Taarifa hii ni taarifa ambayo imeshtua watu wengi sana kwa hivi sasa kwa sababu ya kile ambacho kinaonekana kwamba wafanyakazi 15 wa kigeni ni wa mataifa gani, na Irani bado haijaweza kutoa idadi ya mataifa ambayo wanatoka hao watu 15 waliokamatwa katika meli hizo mbili. Basi kwa taarifa zaidi tutazidi kufuatilia na kukujuza yote ambayo yatajiri huko. Cha msingi usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.